Mambo vipi wana Simba? Nipende kuwapa habari njema wana Simba wote. Ni mimi kijana wenu, mchezaji wenu Selemani Mwalimu Abdallah aka Gomez. Nitakuwepo katika msimu huu wa 26-27. Ni mchezaji halali wa Simba Sports Club. Nipende pia kuchukua fursa hii kuwapa habari wana Simba wote, na niwatakie heri ya kuadhimisha miaka 90 ya Simba. So Simba nguvu moja, ubaya ubwela. Bwana, mambo ni mengi, muda ni mchache. Bila shaka hiki ambacho kinaendelea hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, wewe mwenyewe unaona kuhusiana na mchezaji Selemani Mwalimu. Nataka nikukumbushe tu kwamba weekend hii kulikuwa na matamasha makubwa mawili, na maanisha tamasha la Simba Day pamoja na siku ya wananchi. Lilianza tamasha la Simba. Katika utambulisho ambao Simba waliweza kuutambulisha, walimtambulisha mchezaji Selemani Mwalimu, na katika utambulisho huo namna ambavyo walimtambulisha na video ambayo alirekodi Selemani Mwalimu akiwapa wana Simba heri ya kutimiza miaka 90, lakini pia akizungumza namna gani atakuwa moja kati ya wachezaji wa kikosi cha Simba kuelekea katika msimu wa mwaka 2026 2027. Na Mediali naye akasema kwamba kwa ile siku ya Simba Day Selemani Mwalimu yupo kwenye ndege anakuja Tanzania kwa ajili ya kuja kujiunga na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Jambo kubwa, jambo la kushtusha kweli kweli. Usiku wa jana kwa mkia hii leo, mchezaji huyo Selemani Mwalimu ambaye klabu ya Simba walimtambulisha kwenye tukio lao kubwa, wakiamini kwamba ni moja kati ya mchezaji wao kuelekea kwenye msimu mpya. Kuna maswali mengi unaweza kujiuliza kwamba kwa upande wa Simba shida iko wapi? Kwa sababu kama mchezaji mpaka unakuja unamtambulisha kwenye tukio lako kubwa la kihistoria, sawa, kuonyesha kwamba kila kitu tayari kimesha kamilisha, au ndo yale maneno ambayo yanazungumzwa kwamba maneno mengi alafu pesa hamna? Kwa sababu hauwezi ukamtangaza mchezaji ambaye wewe haujakamilisha naye, ama hauwezi ukazungumza kwamba Selemani Mwalimu mchezaji wangu wakati bado kuna baadhi ya vitu ambavyo hamjakamilisha. Hili ni funzo kubwa sana kwa upande wa Simba na imeitia doa katika kipindi hiki cha usajili. Kwangu mimi tu ninavyohisi kwamba kama sakata hili ambalo linavyoendelea hivi sasa, yani Afrika tokea kwenye mechi ya kesho ya dabi ya Kariakoo klabu ya Simba ikafungwa, jiulize tu kitu gani ambacho kinaweza kuja kutokea. Yani huu mpasuko afadhali yake ama amna kesho Simba apate matokeo katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini Simba akipasuka kwenye mchezo wa kesho, hali itakuwa tete kwa upande wa Simba Sports Club. Lakini kuna kitu kingine ambacho inabidi wajifunze viongozi wa Simba, kwamba muda mwingine pesa ndio izungumze kuliko maneno. Viongozi wa Simba inaonekana dhahiri shairi ya kwamba maneno yamekuwa mengi kuliko vitendo. Ukiangalia hivi sasa karibuni hapa, ama muda mchache kutokea hivi sasa, kiongozi mkubwa wa klabu ya Simba Magori kutokea pale airport amezungumza na waandishi wa habari. Jambo kubwa ambalo yeye ameweza kulizungumza ni kwamba Selemani Mwalimu ni mchezaji gani? Mchezaji umlipie bilioni 1 kwa ajili ya mkopo? Sasa kama wewe ulikuwa ujui kwamba Selemani Mwalimu thamani yake haiwezi kufika bilioni 1, kwa nini uliweza kumtangaza kwenye tamasha la Simba Day wakati unaamini kwamba hiyo pesa wewe huwezi kuilipa? Ina maana kabisa kwamba wanaudogosha ule uwezo wa Selemani Mwalimu ambaye yuko nao. Lakini sasa hivi watu wote sisi tunaamini kwamba mpira ni nini? Mpira ni biashara, kwa sababu hata mchezaji thamani yake anaijua mwenyewe na klabu ambayo anaichezea. Kwa hiyo viongozi wa Simba pia wameweza kujibu mapigo. Hebu angalia hii clip inayomuonyesha mwenyekiti Magori akilielezea ili sakata la Selemani Mwalimu kujiunga na kikosi cha Young Africa. Jambo dogo sana hilo. Jambo dogo mno, wala alipaswa hata kuliongelea. Wanasema wamekuwa na taharuki. Hakuna taharuki yote. Hakuna taharuki. Mchezaji gani? Yaani jambo litaharuki Simba? Selemani Mwalimu? Yaani mchezaji kumlipia bilioni 1 kwa mkopo? Simba hawezi kulipa vitu ya hewa. Kwa hiyo taharuki haipo. Haipo. Huyo alikuwa ni Magori. Tusubiri nini kitaweza kutokea, lakini Selemani Mwalimu ni mchezaji wa klabu ya wananchi Young Africa kuelekea katika msimu wa mwaka 2026 2027.
viongozi wa Simba, mashabiki wa Simba inabidi walipokee hili, japokuwa maumivu ni mengi kweli kweli. Hata ukijaribu kukompea na sajili ambazo zimefanya, una mshambuliaji kama Dumbia wa kimataifa alafu umekosa kumsajili ama umeshindwa kumpata mchezaji kama Selemani Mwalimu ambaye kimfact kabisa Selemani Mwalimu ni bora kuliko hata huyo Dumbia kwa namna ambavyo anacheza. Lakini tuendelee tusubiri, kwa sababu wao ndio wenye Simba yao na wao ndio wenye maamuzi. All ni all, tusubiri kwa sababu dirisha la usajili bado halijafungwa. Lolote linaweza kutokea kwa wakati husika, viongozi wataweza kulifanyia kazi na waweze kupata solution juu ya hiki ambacho kinaendelea. Mimi jina langu ni Maunga Junior. Nikushauri tu usisahau tu kusubscribe, kushare, kulike pamoja na comment na kupita kwenye social media zetu za Dost Media. Shout out kwako director Black Emoji ambaye wewe unahakikisha kila siku mimi nakuwa na muonekano mzuri. Niandikie comment yako hapo chini juu ya hili sakata ambalo linaendelea ndani ya klabu ya Simba. Shida kubwa ni nini? Shida ni tajiri Mohamed Dewji kwenye upande wa kutoa pesa. Kiuhalisia katika washambuliaji waliokuwepo ndani ya kikosi cha Simba, Dumbia na Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu ni bora kuliko Dumbia. Ni hayo tu. Unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi juu ya hiki ambacho kinaendelea kwa klabu ya Simba. Unafikiri kitu gani kifanyike ili mambo yaende sawa?